Hapa kuofficiate kwa niaba ya mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali za mamlaka. Karibu Mr. Mbilili. Asante sana. Kwa niaba ya mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali za mamlaka ndugu Kabungo ambaye ameshindwa kufika hapa kwa officiate hii seminar, ningependa kwa niaba yake nichukue nafasi hii kuwakaribisha wote kwenye hii seminar ya leo kama ambavyo inaonekana hapo mbele, na ambayo itakuwa ina focus zaidi kwenye masuala ya ndoa. Lakini kabla sijasema hayo, nitaka niseme kwamba ndoto za wanandoa wengi wanapooana huwa ni kuishi pamoja hadi kifo kinapowatenganisha. Vivyo hivyo wazazi wao, ndugu, jamaa hupenda kushuhudia wanandoa hao wakifanikiwa katika safari ya maisha yao, ikiwapo kuwa na familia imara yenye watoto wenye afya bora. Hata hivyo, sio wanandoa wote huwa wanatimiza ndoto hizo. Kwa mujibu wa takwimu rasmi kutoka Ofisi ya Takwimu ya Taifa NBS, kasi ya wanandoa nchini kupeana talaka, hii ni survey waliofanya miaka 6 iliyopita. Kasi ya wanandoa kupeana talaka iliongezeka mara 2 kati ya 2008 na 9 na 2014-15, na jambo ambalo linatishia mustakabali wa taasisi hiyo muhimu kwa maisha ya binadamu. Utafiti huo ambao ulikuwa unaitwa National Panel Survey ulionyesha kuwa kiwango cha talaka kiliongezeka kutoka 1.1% mwaka 2008 na 9 hadi kufikia 2.1% 2014-15. Hii ina maana kuwa kila watu 100 wenye umri wa kuoa au kuolewa waliopo nchini, 2 walikuwa wametalikiwa katika hiyo miaka. Ikumbuke kuwa utafiti huo ulibainisha kuwa watu takriban 40 kwa kila 100 wanaopaswa kuoa au kuolewa walikuwa bado hawajaingia kwenye ndoa. Mbali na talaka, kuna wanandoa takriban 4 kila 100 ambao walitengana, jambo lililoashiria huenda nao watatalikiana siku zijazo au hawatapata suluhu ya kudumu ya tofauti zao. Kuvunjika kwa ndoa hizo kunaweka watoto katika maisha magumu ya kukosa mapenzi ya wazazi wote wawili, na hata baadhi yao kujikuta wakiingia mitaani kuwa ombaomba kutokana na kukosa huduma stahiki za malezi. Wataalamu wa masuala ya saikolojia, takwimu na walimu wa dini wanaonya kuwa mwenendo huu ni hatari kwa mustakabali wa taifa, ikizingatia kuwa ndoa ni moja ya taasisi muhimu za kujenga upendo, amani na mshikamano. Mikoa ya Kusini Unguja, Mtwara, Mjini Magharibi, Lindi na Kaskazini Unguja wakati huo wa hiyo survey ndio ilionekana ina kiwango kikubwa zaidi cha talaka ambacho kilikuwa juu ya wastani. Na inawezekana kabisa talaka ni nyingi kuliko takwimu, kwa sababu si wote waliokuwa wanaokwenda kurekodi talaka katika taasisi rasmi. Taarifa za RITA zinaonyesha kuwa baadhi ya ndoa zimedumu muda mfupi, chini ya mwaka mmoja, na ikiwepo moja waliona iliyodumu miezi 8 tu, iliyojumuisha kipindi cha mashauriano, kuendesha kesi mahakamani hadi kusajili tamko la talaka. Sheria ya ndoa ya mwaka 71 inaeleza kuwa tamko la kutengana au talaka hutakiwa kutolewa na mahakama pekee baada ya kujiridhisha na sababu za wanandoa kufanya hivyo. Kifungu cha 100 cha sheria hiyo kinaeleza kuwa mahakama haiwezi kusikiliza shauri la talaka kwa ndoa yenye umri chini ya miaka 2, na ili isikilize ni lazima upande mmoja wa mwanandoa uwe unateseka kupindukia. Kituo cha msaada cha sheria kwa wanawake WILAC kimeeleza katika kijitabu chake cha ufafanuzi kuhusu sheria ya ndoa kuwa mazoea ya wanandoa kupeana talaka mitaani, aidha kwa maandishi au kwa mdomo, hizo si talaka kwa mujibu wa sheria. Ni lazima talaka itolewe na mahakama ili kila haki ya mwanandoa itamkwe bayana, na inaeleza sehemu ya kitabu hicho. Ndoa zinavunjika kwa sababu nyingi, na moja wa watu walinukuliwa akisema, zamani alikuwa ananishirikisha kwa kila jambo,
msikivu, mpole, mfanyakazi aliyeonekana kuwa baba bora wa familia. Lakini baada ya kuoana alianza kuwa mkali hata kwa vitu vidogo, licha ya kumwambia kwa upole. Alinukuliwa mmoja wa wanandoa akieleza. Mwingine alieleza kuwa kabla ya kuachana na mumewe walioana baada ya kufahamiana kwa miezi 9, aliwashirikisha wazee wa karibu familia zao hadi viongozi wa dini, lakini bado mwanaume huyo hakuambilika, jambo lililosababisha waachane. Mwingine akasema, sikupenda tutalikiane kwa kuwa tuna mtoto mmoja, lakini vitimbi vyake vilifanya maisha yawe mateso wakati wote, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tunaziona taarifa hizi za ndoa zinatisha kidogo, na wote tunafahamu kwamba taifa bora linaanzia kwenye msingi bora wa familia, na ndiyo maana mamlaka iliona kwamba iko haja ya kuzungumza jambo hili. Mimi kwa uzoefu wangu wa kuwa hapa, sikumbuki ni lini mara ya mwisho tulifanya aina hii ya semina. Huenda itakuwa ni semina ya kwanza kabisa ya aina hii. Basi tunaamini kwamba tutatumia muda huu kusikiliza, japo tuko upande mmoja, lakini kila mmoja atatumia muda huu kutafakari na kuona namna gani anaweza akachangia katika kulinda muhimili huu mkuu ambao ndio unajenga taifa bora la watu wenye maadili na taifa imara ambalo linaweza likapata maendeleo. Kwa hiyo mbele yetu leo tungependa kumtambulisha Dr. Enoch Mliuka. Dr. Enoch Mliuka ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Marriage and Child Care Foundation, TAMCare, ambayo inatoa pamoja na mambo mengine ushauri kuhusiana na masuala ya ndoa na masuala ya uimarishaji wa ndoa, ushauri sehemu za kazi na mahusiano sehemu za kazi, lakini pia na mahusiano nyumbani. Dr. Mliuka, labda nikisoma kwa Kiingereza, Dr. Mliuka is a respected marriage and relationship counselor, researcher, trainer and management consultant. Lakini pia ameandika vitabu kadhaa vinavyohusu rasilimali watu, masuala ya biashara, masuala ya imani na masuala ya maadili, uongozi na utawala, lakini pia tabia za kitaasisi, yani organizational behavior, na amekuwa anafanya pia shughuli zake katika vyuo vikuu. Kwa tunaamini mtaalamu aliyebobea kwa namna hii atatupatia kitu ambacho kinaweza kikatusaidia sisi kama watumishi wa mamlaka. Ikumbukwe kuwa mahusiano, utendaji kazi ulio bora unaanzia nyumbani. Mtumishi yeyote ambaye nyumbani hakuko stable, bila shaka hata kazini hawezi kuwa na utulivu wa kumfanya aweze kufanya kazi zake sawa sawa. Kwa hiyo taasisi yetu pia inalenga katika kuhakikisha kwamba tunajaribu pia kuchangia kufanya stability katika nyumba zetu, ili hatimaye pia tuweze kuwa na stability na utendaji kazi mzuri katika ofisi zetu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, naomba niseme sasa semina yetu imefunguliwa na nimkaribishe Dr. Mliuka kuweza kutuendeshea mada ambayo ameiandaa. Asanteni sana. Habari za jioni. Na ongeleni kwa majukumu ya utambulisho umekwisha kutolewa. Nichukue nafasi hii kwanza kushukuru uongozi wa TCRA
kunikaribisha ili niweze kushare yale ambayo tunaweza kushare, lakini na mimi niweze pia kujifunza kwetu. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa heshima hii mlionipa ya kuweza kuwa pamoja nami jioni leo. Kama alivyosema, taasisi yetu inashughulika na masuala ya ndoa, familia na malezi ya watoto, kujikita huko, na ni taasisi ya kwanza nchini ambayo inajikita na mambo hayo moja kwa moja. Imesajiliwa mwaka jana, imeanza kazi zake mwaka huu, na baadaye tutatambulishana tu tutakapopata zaidi kwa website na mambo mengine. Mambo ya ndoa ni mapana, swala ya familia ni mapana sana, na nimekuwa nikitumika maeneo mbalimbali katika masuala haya, na leo imempendeza Mungu tuweze kushirikiana katika mada hii inayosema kazi na familia, work home life balance. Mimi pia ni mtaalamu wa mambo ya human resources management. Kwa hiyo Milinyi, Halima, tunazungumza lugha zinazofanana, na masuala yote haya yanahusu rasilimali watu nyumbani na kazini. Bila kupoteza muda katika lugha za uongozi wa rasilimali watu, tunasema kwamba watu ni rasilimali muhimu mahali pa kazi. People are the most valuable asset. Na bila rasilimali watu wote tunafahamu kwamba huwezi kuwa na taasisi, huwezi kuwa na shirika, na huwezi kuwa na kampuni. Na katika lugha ya uongozi wa rasilimali watu tunasema kwamba organizations are made up function through people, kwa maana kwamba mafanikio yote mahali pa kazi yanategemea watu. Na katika andiko langu la PhD niliandika kitu hiki: workers are the most important determinants and leading factor for the success of an organization. Bila watu hakuna mafanikio katika taasisi. Kwa hiyo watu ni rasilimali muhimu sana mahali popote pale katika ulimwengu huu. Kwa hiyo waajiri makini huwekeza katika rasilimali watu. Waajiri makini huwekeza katika rasilimali watu na kuwajengea uwezo wafanyakazi au watumishi wao, na kujitahidi kuhakikisha kuwa hao watumishi wanakuwa na furaha mahali pa kazi. Na nichukue nafasi hii kwa kweli kushukuru uongozi wa TCRA. Inaonyesha jinsi ulivyo makini. Keze mkurugenzi, wasaidizi wake katika kitengo cha human resources management ya idara hiyo, kwa kuona umuhimu wa mafunzo kama haya. Na kama alivyosema, ni kweli mafunzo ambayo ni mapya na ni programs mpya ambazo tumeanza kuzintroduce maeneo ya kazi, kwa baada ya kupata uzoefu mwingi kuhusu matatizo wanayokutana nayo watu maeneo ya kazi, lakini pia katika familia na katika jamii. Kwa hiyo ni program mpya, na kwa taarifa yenu, TCRA ndio wa kwanza nchini kuanza kuitumia program hii. Kwa hiyo naomba tujipongeze. Kwa hiyo nishukuru kwa umakini wenu. Ni muhimu kuwekeza katika rasilimali watu, na tunajua watumishi wakiwa na furaha, hiyo inaongeza pia, ni kichocheo cha kuongeza ufanisi katika utendaji wao wa kazi. Kwa hiyo tunasema kwamba furaha ni kichocheo cha kufanya vizuri. Mtu akiwa na furaha kwa vyovyote atafanya vizuri, tunategemea hivyo. Na furaha kwa vyovyote inaongeza siku za kuishi kwa mtu. Kwa kadri mtu anavyokuwa na furaha, pia inasaidia kuongeza siku zake, lakini mtu anapokosa furaha pia inapunguza siku zake kwa kiwango, life span yake inapungua. Furaha inapokuwapo, nafsi pia inadhurika. Kwa hiyo furaha ya mfanyakazi ni chachu ya mafanikio mahali pa kazi. Na ndio maana nimependa leo tuanze na mada hii ya kazi na familia. Sasa taasisi yetu ya TAMCare kwa kifupi inatambua kuwa wafanyakazi wakiwa na matatizo ya kimahusiano, nikiamini hapa wapo ambao wameoa na kuolewa, inawezekana wapo ambao hawajaoa na kuolewa. Somo hili linawahusu watu wote. Kwa hiyo tunaamini kwamba wafanyakazi wakiwa na matatizo ya kimahusiano kazini au nyumbani,
hali hii inaathiri pia kiwango cha furaha yao, lakini pia inaathiri utendaji wao wa kazi. Na tunafahamu kwamba unajua wakati wote ulinyi lima mwingine, unajua mtu anaweza akaanza kazi vizuri alafu baadaye ukakuta performance yake na nini inashuka, na waajiri makini wata find out ni kitu gani kinachopelekea huyu mtumishi utendaji wake ushuke. Hawakimbilii kumhukumu, ila wanataka kufind out ni sababu zipi zinazopelekea huyu mtu aweze underperform. Kwa nini underperform huyu mtu? Kwa hiyo ukiangalia sana wafanyakazi wengine maeneo ya kazi wana underperform, si kwa sababu hawana uwezo, sio kwa sababu hawana ufahamu. Ukifuatilia sana na kuzungumza nao, unakuta wengine wana matatizo ya kifamilia, wana matatizo ya mahusiano, na matatizo hayo yanapelekea sasa huyu mtu kukosa furaha na matatizo yanaamba furaha, na matokeo yake yanamletea kitu kinaitwa stress, msongo wa mawazo. Na unajua msongo wa mawazo ukikaa kwa mtu muda mrefu una athari zake za kimwili, unamwathiri kisaikolojia, unamwathiri mwenendo wake, tabia, lakini pia hata mahusiano na watu wengine nyumbani na kazini. Kwa hiyo hili ni somo jingine linalohusu mambo ya stress management. Na hali hii sasa, mtu anapokuwa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu na unaotokana pia na mahusiano mabaya katika level ya familia, side effect mojawapo iko kwenye kitu kinaitwa work performance. Performance yake inapungua. Na unajua individual work performance ina affect organizational performance. Kwa hiyo ni muhimu sana tujikite katika kuangalia hii individual performance ambayo ina matokeo katika organizational performance. Kwa hiyo ni muhimu sana kushughulika na kutafiti na kufuatilia kujua watu wetu wana matatizo gani yanayopelekea washindwe kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo utafiti wetu sisi na uzoefu wetu katika masuala haya umeonyesha kwamba baadhi ya wafanyakazi maeneo ya kazi wanashindwa kufanya kazi zao vizuri kwa ufanisi kwa sababu wana matatizo yanayowasonga katika familia zao na yanaletea msongo wa mawazo. Na kwa wengine huo msongo wa mawazo umewaletea depression, na wengine umepelekea hata kupoteza uhai. Na haya yametokea katika maeneo kadha wa kadha, maeneo ya kazi kadha wa kadha hapa nchini. Sasa furaha ya mfanyakazi na utendaji mzuri ndio mafanikio ya mahali pa kazi. Furaha ya huyu mfanyakazi inapelekea mafanikio katika eneo lake la kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweka vipaumbele katika masuala haya yanayohusiana na familia zetu, maisha yetu nje ya maeneo yetu ya kazi, kwa sababu huko ndiko ambako kunaweza kusababisha mtu akashindwa kufanya kazi yake vizuri.